Hebu lipa pesa za watu, hakunaga maskini jeuri. Wakati unakopa ulikuwa mnyenyekevu sana, sasa lipa hizo pesa bwana. Hapa nimekuletea majengo matatu ya maana sana of course, na haya majengo yameweza kujengwa katika kiwanja kikubwa kwa hiyo siwezi kuambia kwamba kiwanja kitatakiwa kuwa na kubwa gani kwa sababu ya gap la majengo. Kwa hiyo hili gap la majengo litahitaji kiwanja kikubwa zaidi. Sawa, at least kiwanja chenye kwa urefu unakaribia karibu mita 50 hivi kwa mpangilio wa majengo haya hapa, na sio lazima yapangiliwe hivi, inaweza akapangiliwa vingine na yasiwe katika mpangilio huu, lakini bado ikawa vizuri tu na dhumuni likaweza kutimia. Kwenye hili jengo au kwenye haya majengo yaliweza kujengwa katika eneo ambalo kidogo liko mbali na mji, na mhusika alikuwa na matumizi rasmi au matumizi maalum, akaweza kutaka majengo haya matatu. Ukija kwenye jengo la kwanza ambalo ni frame za biashara, hili jengo lilikuwa linajengwa au lilijengwa au litajengwa kwa tofali za blocks 1800, lakini kama watatumia tofali za kuchoma hapo watatakiwa kutumia tofali 6000 na idadi ya bati hapo ni bati 70 za futi 10. Lakini ukija kwenye jengo la katikati, kwanza jengo la kwanza mbao za kenchi hapo ni mbao 120. Jengo la katikati ni jengo lenye vyumba vitatu vya kulala, vyumba viwili ni self, chumba kimoja ni single, lakini kuna choo cha public, sebule, dining pamoja na jiko. Sawa, haka kajengo au hili jengo lina veranda moja tu, mlango wa kuingia kwa upande wa mbele wa jengo, ambapo kama utatumia tofali za block hapa sasa ina jumla tofali 2500 peke yake. Huu mpangilio ndio unafanya ile tofali zisiwe nyingi, ya tofali 2500 peke yake. Lakini kwenye upande wa bati hapo, bati zake ni 80 za futi 10. Kwa nini 80 karibiane na jengo la frame, ikiwa jengo la frame liko na sifa ndogo liko hili jengo? Utakuja kunielewa wakati ambapo nitaanza kukuonesha picha za muonekano wa hili jengo, hasa kwenye namna ambavyo hili jengo la katikati lenye vyumba vya kulala vitatu lilivyopauliwa. Sawa, na ukija kwenye upande wa mbao za kenchi hapo ni 150. Jengo la tatu ni jengo ambalo lina chumba kimoja self, sebule na jiko. Sawa, chumba kimoja self, sebule na jiko, na hilo jengo tofali za blocks hapo ni 900. Lakini pia kwenye upande wa bati ni 30 za futi 10 na mbao za kenchi ni 70 kamili. Kwa ujenzi wa haya majengo gharama zinakuwa sio kubwa sana kwa sababu ya namna ambavyo yameweza kutengenezwa. Ukiangalia hata angle pitch au mwinuko wa bati katika majengo haya unakuwa sio mkubwa sana. Unaweza kuona na majengo yameweza kutengenezwa kwenye ile jengo la katikati ambalo nilikwambia, utanielewa pale ambapo utakapokuja kuona mpangilio wake wa bati lilivyopauliwa. Sawa, hapo unaweza kutazama vizuri. Na nikukumbusha tu ya kwamba unaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp, andika neno niunge kwenye WhatsApp namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako ambayo ni 0758260690. Baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo basi utapata fursa au wasaa wa kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye channel yetu hiyo. Lakini nikukumbushe tu ya kwamba kutufollow katika mitandao mingine ya kijamii ndio ujanja na ndio kitu ambacho. Kwa hiyo hakikisha pia umetufollow mitandao ya kijamii kama ambavyo inaonekana hapo upande wa kushoto chini, inaonekana mitandao yote ya kijamii, iwe ni TikTok, Instagram, Facebook, kote Twitter, tunapatikana kwa jina hilo hilo la Makazi Mpanda. Hakikisha unafollow huko, familia izidi kuwa kubwa sana. Na pia kama kuna jambo lolote ambalo unataka tukushauri kuhusiana na ujenzi, basi namba ya simu ni hiyo hapo. Tuma message WhatsApp, andika kile ambacho unataka tukusaidie, kile ambacho unataka wewe upate ushauri wake. Sisi tutakupatia bila kukubagua kivyovyote vile. Umelipia lamani au hujalipia lamani, kwa ushauri ni bure. Kwa hiyo wewe tutafute hapo ili kuhakikisha kwamba kile unachokifanya wewe kinakuwa kina uhakika. Lakini kama utakuwa unataka kujua zaidi kuhusiana na ujenzi, sisi pia tutakwambia na tutakufurahisha, kwa sababu kitu ambacho huwa ninakipenda mara nyingi ni kuwa nazungumzia kazi ambayo ninaipenda, na kazi ninaipenda mimi ni kuandaa majengo kama hivi. Kwa hiyo usiache kututafuta. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.